Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesaini makubaliano mapya ya mpango wa amani kwa ajili ya eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hafla ya kusaini makubaliano hayo ilifanyika nchini Qatar, ambayo kwa kushirikiana na Marekani na Umoja wa Afrika imeendelea kuchukua jukumu la upatanishi katika juhudi za kukomesha machafuko ambayo yamekuwa yakilishughulisha eneo hilo kwa miongo kadhaa. Katika miezi ya hivi karibuni, mapigano kati ya M23 na majeshi ya serikali yameongezeka, huku waasi hao kufanikiwa kuteka miji muhimu kama Goma na Bukavu. Hatua hiyo ilichochea hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa majaribio ya awali ya amani yameshindwa mara kadhaa kutokana na kutokuwepo kwa utekelezaji thabiti wa makubaliano. Mjumbe wa Marekani katika masuala ya Afrika alieleza kuwa hati iliyosainiwa inashughulikia maeneo makuu 8 ya itifaki ya amani, ingawa mengi bado yanahitaji mazungumzo zaidi. Alikiri pia kuwa hatua za kubadilishana wafungwa pamoja na ufuatiliaji wa usitishaji mapigano zimekuwa zikisonga mbele pole kuliko ilivyotarajiwa. Serikali ya Kinshasa imeendelea kusisitiza kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda kutoka kwenye ardhi yake, ikituhumu kwa kuunga mkono waasi wa M23. Na hata hivyo, Rwanda imesema kuwa hatua hiyo itawezekana tu pindi wanamgambo wa FDLR, kundi la Wahutu linalohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, watakapodhoofishwa au kuvunjwa kabisa. Mpango huu mpya pia unajumuisha masuala ya upatikanaji wa huduma za kibinadamu, kurejea kwa wakimbizi wa ndani, pamoja na uimarishaji wa ulinzi wa kimahakama katika maeneo yaliyoathirika. Haya yote yanalenga kujenga mazingira ya kudumu ya amani na maridhiano. Mwezi Juni, mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Rwanda na Kongo yalisababisha kusainiwa kwa makubaliano ya awali ya amani. Makubaliano hayo yalipewa pongezi na Rais wa Marekani Donald Trump, aliyataja kama ushindi mtukufu, lakini yalikumbwa na changamoto za utekelezaji na kukiukwa muda mfupi baadaye na pande hizo zinazohasimiana. Mpango mpya unatarajiwa kufufua matumaini ya kutuliza machafuko mashariki mwa Kongo, ingawa utekelezaji wake unabaki kwa kipimo halisi cha mafanikio ya juhudi hizo za kimataifa.